Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Mwanafamilia, karibu sana katika channel yako pendwa. Leo ni siku nyingine tena, lakini usisahau kulike, comment pamoja na kushare ili uhakikishe unapata taarifa mbalimbali zinazotoka kwangu. Leo nimekuandalia sifa 10 za mtu kumcha Mungu. Sifa 10 za mtu kumcha Mungu. Sifa ya kwanza mwanafamilia ni kumcha Mungu. Ukisoma katika Mathayo sura ya kwanza mstari wa 7, neno linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Lakini sifa ya pili, maombi ya kudumu. Uwe na maombi ya kudumu. Ukisoma katika Wathesalonike wa pili sura ya 5 kuanzia mstari wa 17, neno la Mungu linasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Hatua ya tatu mwanafamilia ni kujitenga na dhambi. Lazima ujitenge na dhambi, uepuke dhambi, aidha kwa kutambua kwa sababu sisi tumeokolewa na Yesu Kristo. Ukisoma katika Timotheo wa pili kuanzia sura ya pili kuanzia mstari wa 19, neno la Mungu linasema kila alitaye jina la Bwana aache uovu mara moja. Kila alitaye jina la Bwana aache uovu. Lakini sifa ya 4 mwanafamilia, upendo kwa watu wengine. Onyesha upendo kwa watu wote bila kujali ubaguzi. Kila mmoja unatakiwa muonyeshe upendo. Ukisoma katika neno la Mungu Yohana wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 7, neno la Mungu linasema tupendane kwa maana pendo latoka kwa Bwana. Tupendane kwa maana pendo linatoka kwa Bwana. Lakini hatua ya 5 mwanafamilia, ambao ni sifa ya 5, ni unyenyekevu. Mtu yoyote anayemcha Bwana katika haki na kweli lazima awe na unyenyekevu. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 kuanzia mstari wa 6, neno la Mungu linasema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa unyenyekevu na neema. Wenye unyenyekevu ndo wanapata neema iliyoshibika. Hatua ya 6 mwanafamilia ni kujifunza neno la Mungu kila kukicha. Kila mara unatakiwa kujifunza neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yoshua kuanzia sura ya kwanza mstari wa 8, neno la Mungu linatuambia usiache kitabu hiki cha sheria. Usiache kitabu hiki cha nini? Cha sheria. Hivyo mwanafamilia, tunakusihi uendelee kusoma kitabu, uendelee kusoma neno takatifu la Mungu kila kukicha. Hatua ya 7 mwanafamilia, unatakiwa ujizuie. Kujizuia, unatakiwa uwe na jizuia. Sio kila jambo lazima ulifanye, kuna mambo mengine ujizuie. Lakini ukisoma katika Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 22 hadi 23, neno la Mungu linasema lakini tunda la Roho ni kiasi cha nafsi. Lakini tunda la Roho ni kiasi cha nini? Cha nafsi. Lakini hatua nyingine